amenipatia la maombezi, maana tuko kwa kipindi cha maombezi, ndio hii nimesema habari yake, it's all about learning, kusoma. Praise the Lord. Na nikasema learning is the acquisition of knowledge or skill through experience, study or being taught. Hallelujah. Learning is acquisition of knowledge or skills through experience, study or by being taught. Kwa sababu kila moja kati ya hali ya maisha, either umeokoka ama haujaokoka. Praise the Lord. Maisha yako kuna kitu inakufundisha. Praise the Lord. Na sasa kama hauna hiyo knowledge, utapoteza mwelekeo wa maisha. Maisha yako physical, maisha yako ya kiroho. Kama maisha tu nakaa hivyo bila kusoma, na hali vile imekuja, hali ya kupata pesa nyingi, vile imekukujia kwa maisha yako, kama hautasoma kitu, basi utapoteza mwelekeo. Hali ya kutaabika na shida, affliction, trials, kama hautasoma kitu, utapoteza mwelekeo. Praise the Lord. So Roho Bwana ananena, basi kanisa tukae watu wanaufahamu, tuelewe. Kipindi hiki tumepatiwa ile Roho Bwana anataka kitusaidie maisha yetu physical na maisha yetu ya kiroho. Kwa sababu pia adui alikuwa ameiba mambo haya, tukae tu maisha ya kawaida na tusisome kitu. Sema nimekataa kukaa maisha bila kusoma. Na kulingana na that hiyo word learning kwa Kiswahili imesema learning ni kujifunza. Bwana sifiwe. So maisha yetu, hata kama una miaka mingapi kwa marriage, hata kama una miaka mingapi youth, maisha paka muendelee kusoma. Na that's why you are in school. Lakini kwa kipindi hiki hamko shuleni, lakini kwa shuleni unaendelea kusoma ili mtu apate knowledge ya kuweza kukaa katika maisha ya nini, ya mtu mwenye ana ufahamu. Na unaweza kusoma through experience. Kwa sababu mwingine anasema ile experience ninayo ya ile mambo nimepitia, nina experience. So nikikwambia nina experience ya kitu, kwa maana amesoma. Bwana wetu siku nyingine ni kustudy. Praise the Lord. Kustudy, wewe mwenyewe unasoma. Kwa sababu hali ya maisha, kuna mtu husoma na vitabu vya wenyewe, na kuna mtu anasoma na kitabu yake. So wewe mwenyewe katika kipindi cha COVID, unajua umesoma na kitabu ya mwenzako ama umesoma na kitabu chako. Na kama umepata kusoma na kitabu cha mwenzako, kama amefanya vizuri, na wewe utajitahidi ufanye vizuri kama yeye. Kama amefanya vibaya, basi na wewe utamwambia Mungu, sitaki maisha yangu yaende kama ya fulani. Bwana wetu asifiwe. So kwa ndoa yako kuna mambo umesoma. Praise the Lord. Sasa ndio haya Roho Bwana anatufahamisha ndani yake, kwa maana tuko kwa kipindi, tuko darasani anatufunza. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Na Yesu mwenyewe ni mwalimu. Bwana wetu asifiwe. Yesu mwenyewe ni mwalimu. So usikose kusoma. Na kile umesoma na kile umeandika kwa experience nimekuwa nayo kwa hicho kipindi cha COVID, habari ya kukosa, habari ya kupungukiwa, usisahau. Bwana wetu asifiwe. Maana ukiandika utasahau, lakini usipoandika, kesho mambo yatakuja mengi yaliyo kwa vita ya dunia hii. Ile tunaambiwa shetani ndiye anatawala dunia hii, na utasahau tu ulikuwa na shida. Utasahau tu yale maneno ulikuwa umesema. Bwana wetu asifiwe. Praise the Lord. Na wakati utakapopewa chance, hautafanya nini? Hautaielewa, hautajua, haitakusaidia, maana ulisahau. Sema amen. Are we together? Ninaweka msingi, maana nataka kukuitisha ili upate nafasi ya kuomba. Yale mambo yote tunaofunzwa kwa haya madhabahu, praise the Lord, tunafunzwa ama tunayapokea just because of our own benefit. Praise the Lord. And that's why Mungu ametuallow tukuje hapa tusikie. Praise the Lord. Angalia kwenye umetoka. Angalia hii siku sisi pahali ulikosa pa kwenda, ama sijabu ulikosa na kufanya, lakini amekuleta hapa ili upate kusoma. Upate kusoma kwa sababu anatufunza. Yesu mwenyewe alikuwa mwalimu, na sisi tunasoma darasa ya yeye. Mwibati wa hiyo akasema, unifunze nijue kusoma kwa shule yako. Yesu wewe kwangu ni mwalimu, naye mwalimu wetu ni maandiko. Na Matthew chapter number 4 verse number 23 imemuita Yesu mwalimu. Out of strength. Wakati umepungukiwa na nguvu. Praise God. Bwana asifiwe. When you run out of strength, wakati umepungukiwa na nguvu. Bwana asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha 1 Kings 19 kuanzia 1 kisha hapo 9. Now Ahab told Jezebel everything
Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a message to Elijah to say, "May the gods deal with me, but ever so severe, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them." Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Bethel in Judah, he left his servants there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life. I'm no better than any ancestors." Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat. Sit." He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. 7. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank, strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. Praise God. Bwana asifiwe. Hii ni wakati Elijah alikuwa ameambiwa wakiwa na akaambiwa aende ili wapoeshe waone ni Mungu mgani mkuu. Bwana asifiwe. Na walikuwa na wakina gods wa Baal. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo wakaweka altar mbili ili wazime moto. Bwana asifiwe. Na Elijah akashinda. Hapo ukisoma hapo mbele utaona. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo matendo yenye alitenda akaona victory. Praise God. Lakini Jezebel hakufurahia. Alikuwa mke wa Ahab. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Ahab alipoenda kuambia Jezebel venye kumeendelea akakasirika. Bwana asifiwe. Naye akamwambia ataona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Elijah akatoroka. Praise God. Bwana asifiwe. Elijah akatoroka. Lakini alipokuwa anatoroka akaambia Mungu, mimi sasa nimechoka. Bwana asifiwe. Umetendea mambo makuu lakini nimefika pahali nimesikia nimechoka. Verse 7. Hebu tusome verse 7 msikie. Verse 7. Able to read verse 3. While Elijah was afraid and ran for his life, when he came to Beersheba in Judah, he left his servants there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. Bwana asifiwe. Akafika pahali hata akaambia Mungu, sasa mimi nataka kukufa. Bwana asifiwe. Praise God. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life. I'm no better than any ancestors." Then he lay down under the tree and fell asleep. Akaambia Mungu, sasa mimi nimechoka. Penye nimefika nimechoka. Sasa nasikia tu wewe Mungu nichukue. Nataka tu kukufa. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa sababu alikuwa amechoka, alikuwa amekazana akachoka. Bwana asifiwe. Sasa nasikia tu anataka tu amefika mwisho. Praise God. Kwa maisha yako sasa labda unasikia umefika mwisho. Praise God. Kwa hiyo marriage labda unasikia umefika mwisho. Praise God. Kwa hiyo biashara labda unasikia mambo imekusukuma imefika mwisho. Praise God. Uko pahali sasa unaambia God, sasa mimi nimefika mwisho, sina jambo lingine la kufanya. Bwana asifiwe. Praise God. Lakini verse 4 inasema, all at once an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Bwana asifiwe. Na wakati umefika mwisho, hapo ndio Mungu anakujanga. Bwana asifiwe. Lakini unaweza fika mwisho usikie hapana, Mungu umekaa sana. Bwana asifiwe. Lakini wakati Elijah aliambia Mungu, sasa God, I'm tired of this. Nimechoka na nimefika mwisho. Mungu akamtumania malaika. Bwana asifiwe. Malaika akakuja na akamtumia mtu akakuja na keki, akampekea keki. Bwana asifiwe. Akakula. Praise God.
asubuhi ya leo nataka kukuambia aje, kama umefikishwa na mambo mwisho, kama mawazo yako yamefika mwisho. Bwana asifiwe. Kama hiyo biashara unaona imefika mwisho, kama hiyo marriage unaona imefika mwisho, chochote in your life, hata unasikia huna nguvu tena, unasikia huo wokovu unakuchokesha. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu sasa imefika mwisho. Praise God. Praise God. Kuna Mungu wa nyakati nyingine. There is a God of second chance. Praise God. Na kuna Mungu mwenye utia naye nguvu. Praise God. Na sasa when umefika, ambia God, sasa God, I want you to give me strength. Bwana asifiwe. Nataka unipe nguvu mpya ya kuendelea na haya maisha. Praise God. Nataka unipe nguvu mpya ya kuendelea na huu wokovu. Bwana asifiwe. Unajua hiyo time tumekuwa tutakuwa tukienda home, labda mambo mengi yametuingia kwa akili zetu. Bwana asifiwe. Na sasa haya mambo ikaoccupy space ya watu, kwa sababu labda uko unasoma neno au uko unaomba. Bwana asifiwe. Sasa mind yako it has been occupied by mambo mengi sana kwa mind zako. Bwana asifiwe. Na sasa unasikia ndani yako hakuna wokovu mwingine, ndani yako hakuna wokovu tena. Bwana asifiwe. Praise God. Labda umeenda huko nje umetenda mambo yenye astahili, yani umetoka kwa njia za Mungu. Bwana asifiwe. Na bado tunasema nimeokoka. Praise God. Bwana asifiwe. Mdomo tu ndio inasema, lakini ndani yako unajua mambo yenye umekutana nayo huko nje, mambo yenye umetenda huko nje, hauna wokovu tena. Na tena unasikia sasa hii wokovu imenichokesha. Penye imenifikisha imenichokesha. Praise God. Leo ni siku mpya. Leo ni siku njema ya kuambia God, give me new strength. Praise God. Nipe wokovu mpya. Nipe strength mpya ili safari penye imebakisha niweze kushindana. Bwana asifiwe. Nipe strength mpya hii biashara penye imefika Bwana, ukinipe nguvu mpya nitaweza kuendelea. Bwana asifiwe. Waambie God, nipe strength mpya kwa hii marriage penye nimefika sasa hii. God, nipe strength mpya ili niweze kuendelea na hii marriage yangu. Bwana asifiwe. Kama wewe ni juzi umesikia umefikishwa na mzazi, mmekaa na mzazi miezi yote, unasikia mzazi amekuchokesha, mambo yamekuchokesha, praise God, ambia God, give me new strength ya kuweza kuendelea. Bwana asifiwe. Labda umekuwa ukifanya mambo sawa, umekuwa ukiomba, praise God, lakini dreams zako sasa zimeanza kupotelea. Bwana asifiwe. Unaona kama dreams zako hazitafikania. Praise God. Hiyo ni strength imeanza kuisha. Bwana asifiwe. Praise God. So, asubuhi ya leo nataka uambie God. Praise God. Uambie God akupe nguvu mpya ya kuendelea na safari. Bwana asifiwe. Nataka uambie God, nipe nguvu mpya ya kutafutia watoto wangu. Bwana asifiwe. Nataka uambie God, nipe nguvu mpya ya kuendelea na hii salvation. Praise God. Nataka uambie God, nipe nguvu mpya ya kuendelea kutenda mambo mazuri. Bwana asifiwe. Na nisichoke na wokovu wako, nisichoke na nyumba yako. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Hebu nifanyie hivi. Hebu sema God, nataka strength mpya. Lord, I need a new strength. Ili uweze kuendelea na safari. Bwana asifiwe. Bwana wabariki sana. Rebuild na wakati wa kurepair. Bwana asifiwe. Our spiritual head. Maana in one way or the other katika mafundisho tumekuwa nayo, hakika ukuta umebomoka. Ni kweli ama si kweli? Bwana asifiwe. Our spiritual head, the family head, Bwana asifiwe, zimebomoka. Lakini sasa Bwana ako katika kazi ama ako katika business ya kurebuild. Bwana asifiwe. Rebuilding, repairing. And when I talk about spiritual head, what do I mean? It means it is God's wall of protection. When I talk about spiritual head, this is God's wall of protection to believers. God's wall of protection to believers. And note this. Remember, this wall is mobile. Wherever you go, God's protection is with you. Bwana asifiwe. So wakati naongea about spiritual head, remember it is God's wall of protection. And this wall of protection is mobile. Bwana asifiwe. Kama jinsi hauachangi simu yako unaenda nayo, ndio sababu inaitwa mobile. So even the spiritual wall, about that is God's protection, it is always mobile. Wherever you go, God's protection is with you. And now we see mfano moja hapa katika Biblia, habari ya huyu mtu anaitwa Job. Na Job had 4 hedges upon his life. Bwana asifiwe. Alikuwa anakuta, naweza kusema kuta 4.
kuta 4 katika maisha yake. And can we go back to verse 10? I think please verse 10, maana mahali hapo ndio kuna these wages. And I want you to connect this word na fundisho leo tumefundishwa hapa na mtume habari ya kazi ya mikono yetu. Bwana asifiwe. So wall number 1 or head number 1 was a wall around him. Bwana asifiwe. And remember here, huyu ni shetani anamwambia Mungu, akasema have you not put a hedge around him? Bwana asifiwe. Sisi adui anaweza akasimama mbele za Mungu na atushuhudie hivyo. Ni swali la kujiuliza. So hapa shetani anamwambia Mungu, have you not put away? Even devil himself knew ya kuwa Job kuna kuta Mungu amemzungukia nazo, na kuta la kwanza ni yeye mwenyewe, you personally. Bwana asifiwe. So have you not put a hedge around him? Now wall number 2 or hedge number 2 ambayo ilikuwa katika maisha ya mtu huyu wa Mungu anaitwa Ayubu. Akasema namna gani? And his household and everything he has. Kisha nayo nyumba yake na kila kitu alicho nacho Bwana alikuwa amekizungukia na ukuta. Bwana asifiwe. Then hedge number 3 ama ukuta wa tatu, akasema namna gani? You have blessed the work of his hands. Bwana asifiwe. Katika kubarikiwa kazi ya mikono yetu. So kazi ya mikono yetu, kama jinsi tumefundishwa, tunahitaji tuwe na ukuta umezungukia kazi ya mikono yetu. Maana pia the devourer ako hapo. Unajua nimeshangaa sana, tunakula na hatushibi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Then wall number 4, tumeona wall ya tatu ilikuwa bless the work of his hands. Then wall number 4 asema namna gani? So that his flocks and herds are spread throughout the land upon his possessions. Bwana asifiwe. Mali alikuwa nayo, Bwana alikuwa amemzungukia. Bwana asifiwe. Hallelujah. So kwa nini Mungu akamzungukia Ayubu namna hii? Kumbuka neno limetuambia pale namna gani Mungu mwenyewe anashuhudia kwa shetani, anamwambia umenionea mtu wangu. Maana katika huo mji hakukuwa na mtu mwaminifu, hakukuwa na mtu ameogopa Mungu kama Ayubu. Hapa tunafundishwa namna gani wapendwa? Takapomwogopa Mungu, na nimesikia mtume akituambia habari ya kumwogopa Mungu. Takapomwogopa Mungu, Bwana asifiwe, takapomtii Bwana, takapomheshimu Bwana na mali zetu, kila wakati atakuwa ametuzungukia. Bwana asifiwe. Na huu ukuta, this spiritual hedge, remember it is mobile. Bwana asifiwe. Isifike mahali Bwana alia kama jinsi alivyolia katika kinywa cha nabii Isaia 5. Bwana sitaki kurudi pale about God's vineyard, Isaia 5. Utasoma wewe mwenyewe ukienda nyumbani. Bwana asifiwe. Maana wakati Mungu anapolizungukia kanisa lake, anapotuzungukia, kuna kitu anahitaji kutoka kwetu. Anahitaji tukaweze kumzalia yale matunda. Bwana asifiwe. So hapa tunamwona, tunafundishwa fundisho kubwa sana hapa na mtu huyu anaitwa Ayubu, na jinsi Bwana alivyokuwa amemzungukia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na hedge, it is about shutting in. Hedge, it is about protecting, making a fence. Bwana asifiwe. Then began to speak to them in parables. A man planted a vineyard, he put a wall around it, like a pitch for the wine press, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and went away on a journey. Bwana asifiwe. So huyu mtu alikuwa na shamba lake, akapanda na akaweka nini? Akaweka ua. Bwana asifiwe. Na kisha yeye akaenda kwa safari ya mbali. Ndio huwa inafundisha it's another teaching here, but huwa nataka tuone about a wall. Bwana asifiwe. So he built a wall around his vineyard. Maana alijua asipojengea shamba lake kule ukuta, adui naye ni mwizi, atakuja kuiba na kuharibu. Bwana asifiwe. Now if you are with me, na katika hizo Sunday 3 tumekuwa tukija kanisani, tumekuwa tukifundisha mambo mengi sana, na yale yamefanya tuwe na so much mess in the spiritual realm. Bwana asifiwe. So kwa haraka tena wacha tu niwakumbushe kidogo things that break spiritual hedge. Mambo ambayo yanavunja ule ukuta wa kiroho. Jambo la kwanza tu, I have 4 of them. Number 1, sin. I'm not going deep into this one. Sin. Number 2, fear. Number 3, doubt. Number 1 is sin. Things that break the spiritual hedge. Kumbuka na mwanzo kwa historia tu katika maisha ya Ayubu. Muangalia Ayubu tu na uone Bwana jinsi alivyokuwa amemjengea ule ua. So
Jambo la kwanza, one thing that breaks the spiritual hedge, that is sin. Number 2 is fear. Number 3 is doubts. And number 4 is unbelief. So vitu hizi nne nikaona ya kuwa hizi zinafanya namna gani? Zinafanya the spiritual hedge ifanye namna gani? Ivunjike. Na ni nani anafanya hii kazi? Kumbuka ni the old serpent, the enemy, the devil, our accuser. Bwana asifiwe. Na sasa hapa ninaona Paulo anasema hivi katika kitabu cha Ephesians 4:27. Go with me quickly. Ephesians 4:27. Paulo anawaambia kanisa la Efeso namna gani? Don't give the place to the devil. Usimpatie shetani nafasi. Maana anasema namna gani? And do not give the devil a foothold. And hiyo inasema namna hiyo. Ingine inasema don't give him a place. Usimpatie nafasi because he is the old serpent. He is our accuser. Niye atakuletea hiyo fear. Kumbuka fear ni silaha yake moja. Nawe ukiwa na uoga utavunja ule ukuta. Bwana asifiwe. Ukumbuke ya kuwa huyu serpent, huyu nyoka wa zamani ni yeye. Katika kitabu cha Mhubiri 10 na mstari wa 8 tunaambiwa namna gani? Yoyote atakayevunja ukuta na nyoka ikaingia na imuume. Bwana asifiwe. Hallelujah. Again in the book of Revelation 20 verse 2, the old serpent. Nasema habari ya the old serpent. Maana he is our accuser. Na yeye ndiye anafanya watu wafanye dhambi, analeta uoga, analeta doubt na analeta unbelief. Na sasa ukiwa na mambo haya manne, ukuta unabomoka. Na ukuta ukibomoka hautakuwa kama Ayubu. Bwana asifiwe. Zile baraka za Mungu tunazihitaji. We need this blessing. This is spiritual blessing and even the physical blessing. Mmesikia apostol akisema habari ya pesa. Bwana asifiwe. Pesa ziko mahali. Haleluya. Zimegojea Mungu. Ziko tu mahali zimewekwa. Na sisi watu wa Mungu tutapewa. Si basi tuondoe doubt, tuondoe fear, tuondoe unbelief. Mahali tumefanya ukuta ubomoke. Tuambie Roho wa Bwana sasa, you are the repairer of the hedges. Come and repair us. Bwana asifiwe. Come and rebuild us once again. Hallelujah. So I had those 4 things ambazo zinafanya ukuta ufanye namna gani? Ubomoke. Now, let us go now to repairing and rebuilding. Things that rebuild a spiritual hedge. Number 1, the presence of God. Number 1, the presence of God. Things that builds a spiritual hedge. The presence of God. And the presence of God. Uwepo wa Mungu. Na tunamwona mtumishi wa Mungu anaitwa Musa, anamwambia Mungu namna gani? Hatutoki hapa kama hauendi pamoja na sisi. Kama uwepo wako Bwana hautakuwa pamoja na sisi, hatutatoka mahali hapa, maana hatutaweza. Musa alielewa na alijua ya kuwa uwepo wa Mungu ukiwa katikati yetu tutaweza kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe. So the moment the presence of God is always with you. Kumbuka tumesema this spiritual wall or this protection, God's protection, it is mobile. Wherever you go, God's protection is with you. Bwana asifiwe. So the presence of God is with you. Now when you have the presence of God with you, utakuwa na that spiritual wall. Bwana asifiwe. And kwa nini the presence of God iondoke katikati yetu? Ni kwa sababu tu ya dhambi. Bwana asifiwe. Dhambi peke yake. Hallelujah. So utaona reference from the book of Psalms 119, 114 for that one. The presence of God. Psalms 119, 114. Hatutazisoma. Shall go now. Okay. Then another reference from the book of Psalms 115, 11. Psalms 115, 11. And another one, Psalms 91 and verse 3, about the presence of God. Habari ya uwepo wa Mungu. Now, utakaposoma those scriptures, you are my refuge and my shield. I have put my hope in your word. Tunamwona mwandishi wa Zaburi jinsi anavyosema. So, hizi Zaburi 3 nimekupatia, utaona ya kuwa note the positions and weapons of protection due to being in God's presence. Now, when you are in God's presence, Bwana asifiwe, he shall be your refuge. Utakuwa na tumaini. Then, another thing that we build a spiritual hedge, it's all about praises. Praises. Praising God. So when we come to the house of God,
Ndio Daudi anasema nalifurahia waliponiambia twende kwa nyumba ya Bwana. Maana kwa nyumba ya Bwana kuna kigosho, kuna kumsifu Bwana. Na tunapomsifu Bwana ule uzito unafanya namna gani? Unaanguka. Bwana asifiwe. Ulitoka nyumbani ukiwa gloomy, ulitoka nyumbani kama hamsikizani, but when you come into the house of God, mwambie Bwana sasa nimeacha yale na kiego ile. Bwana asifiwe. Daudi alimwimbia Bwana mpaka nguo zake zikafanya namna gani? Zikaanguka. So when we wakati tunapomwimbia Bwana kutoka kwa mioyo yetu kabisa, anatujengea ule ukuta. Bwana asifiwe. Anatujengea ule ukuta. So in the book of Psalms 22 number 3, Psalms 22 number 3, you have to praise God. Utaona pale Psalms 22 number 3. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the praise of Israel. Yes, God is the one who is enthroned. Ni yeye amekalia kiti cha juu sana, kiti cha heshima sana, kiti ambacho ameinuliwa juu zaidi. Bwana asifiwe. So ni yeye mtakatifu wa Israeli, na so sifa zote ni zake. So katika Isaiah 61 na mstari wa 3, in the book of Isaiah 61 verse 3, anatutoa ile nguo ya huzuni. Give us that one kidogo. Isaiah 61:3. Endelea tu ukiunganisha hizi. Isaiah 61:3. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. Maybe you are so much desperate, things did not work out. But when we praise God, na tunapomkubalisha anatupatia that garment of praise. So when you praise your God, remember you are building a wall around your life. So kuanzia sasa tuwe tunampraise God na nguvu kabisa. We need angelic ministry, or we release angelic ministry by speaking and confessing the word of God. Hallelujah. Then number four, things that will build the spiritual hedge, blood of Jesus. Damu ya Yesu. Damu ya tiririka. Blood of Jesus. Exodus 12:13. Exodus 12:13. Exodus 12:13. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Habari tunaielewa. Musa na wana wa Israeli kule Egypt walipokuwa wanajiandaa kutoka, akaambiwa habari ya damu. Na sasa damu hiyo ya that lamb ilichinjwa usiku ule, sasa imefananishwa sasa katika agano jipya na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. So when we have the blood of Jesus, we surround ourselves with the blood of Jesus. We purge ourselves with the blood of Jesus. Our families, the works of our hands, tunajitengea ule ukuta. Then again, in the book of John 1:29, in the book of John chapter number 1 verse 29, tunaona hapa naye Yohana anasema habari ya mwana kondoo wa Mungu. Anasema the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, blood of Jesus is one of the things we need to rebuild our spiritual hedges. Then number 5, the armor of God. Armor of God. Prophetic ministry. Prophetic ministry. Prophetic ministry. Prophetic ministry. And I thank God because our church is prophetical. Prophetic ministry. And when I talk about prophetic ministry, Paulo anamwambia Timotheo namna gani? 1 Timothy 1:18. 1 Timothy 1:18. 1 Timothy 1:18. 1 Timothy 1:18. Na so pale anamtempt na food. Badilisha mawe haya yawe nini? Mkate ule. Na kisha anamweka mahali pa juu, katika mnara juu, mahali juu. Made about you, so that by following them you may fight a good fight. You will fight a good fight, na wewe ukililinda lile neno la kinabii limenenwa juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Na so you will build that hedge, that spiritual hedge, by having that prophetic word upon your life. Spiritual intercessory prayers. Intercessory prayers. Maombi ya intercessory. That is the book of Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. Make up the hedge. Ezekiel 22:30. Intercessory prayer. I looked for a man among them who will build up the
wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. God forbid. So wakati huu wa Ezekieli, Mungu akaangalia ni nani huyo atakayeweza kusimama aweze kujenga ukuta, na ili ama mtu tu atakayeweza kusimama on the gap, ili Mungu asiweze kuangamiza taifa. Taifa letu la Kenya linatuhitaji kwa wakati huu kwa sababu ya this COVID-19. Bwana asifiwe. So ni mimi na wewe tutaweza kusimama kwa mwanya kwa sababu ya taifa. Then again you have to stand kwa mwanya because of your family. Bwana asifiwe. Tunahitaji ukuta juu ya marriages zetu. Tunahitaji ule ukuta Bwana kwa wana wetu. Tunahitaji Bwana ukuta wa baba yetu katika maisha yetu Bwana. Zaidi ya yote Bwana, katika kazi ya mikono yetu tunahitaji ule ukuta. Oh, the rebuilder of our walls. Come Holy Spirit of God and rebuild our walls around our works, the works of our hands. Karibu Bwana tutengee ukuta mara tena. Bwana umetubariki na possessions, umetubariki na mali. Tunahitaji ule ukuta Bwana. Na kama Bwana tulifanya dhambi, tukabomoa ukuta. Na neno lako linasema katika kitabu cha Mhubiri 10:8, atakayobomoa ukuta na nyoka ikaingia ikamuuma. Ndio Bwana sisi wenyewe tumehusika katika kubomoa kuta zetu za roho Bwana. Na sasa adui anaingia na ili kuleta mess. Lakini katika jina la Yesu Kristo